Uhali gani mtazamaji wa Kisima cha Uzima TV, karibu kwenye taarifa ya habari inayosoma kwako na mimi Ana Gerard. Ruvuma. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linamshikilia John Veronica Ndonde mwenye umri wa miaka 44, afisa masoko wa pharmacy ya AST Songea baada ya kukutwa na dawa za binadamu na vifaa tiba mbalimbali vinavyodaiwa kuwa ni mali ya serikali bila kuwa na leseni. Aidha, jeshi la polisi linaendelea na upelelezi na mtuhumiwa anatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya hatua za uchunguzi kukamilika. Tunalo tukio la kupatikana kwa dawa mbalimbali za binadamu bila leseni. Kutokana na operation na misako iliyofanyika manispaa ya Songea tarehe 30 mwezi wa 7 2026 huko maeneo ya Mji Mema manispaa ya Songea, tulifanikiwa kumkamata John Veronica Ndonde miaka 44, afisa masoko wa pharmacy AST Songea akiwa na dawa mbalimbali za binadamu na vifaa mbalimbali vya tiba. Dar es Salaam. Mahakama ya wilaya ya Ilala imemhukumu kifungo cha maisha jela Amoni Amandusi Mtwanga mwenye umri wa miaka 72 baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 10. Mtuhumiwa huyo mkazi wa Pugu amehukumiwa katika kesi hiyo iliyosikilizwa mbele ya hakimu Mohamed Burhani, huku mahakama ikielezwa kuwa tukio hilo lilitokea Novemba 16, 2025 wakati mtoto huyo akitoka shuleni. Kaimu katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT Mwalimu Protas Magesa amekutana na watumishi wastaafu wa chama hicho jijini Dodoma katika kikao maalum kilicholenga kuthamini mchango, kusikiliza maoni na kutumia uzoefu wao katika kuimarisha utendaji wa chama hicho. Katika kikao hicho, Mwalimu Magesa amesema uongozi wa sasa umejipanga kutatua changamoto zinazodumu kwa muda mrefu, ikiwamo kuanza kulipa madeni ya mkono wa kwaheri pamoja na pembejeo za mabati. Tuchoke, muendelee kutubeba, muendelee kutushikilia na muhakikishe tunafika pale ambapo mnatamani, nyie mlikuwa mnatamani chama kifike. Niwaombe sana kwenye hilo. Moja ya mambo ni kuhakikisha tunaenda kuheshimisha taaluma ya walimu, lakini kuhakikisha tunaisimamia taasisi yetu katika viwango ambavyo nyie mlivianzisha na mlitamani viwe ndani ya taasisi yetu ya chama cha walimu. Hilo niwahakikishieni tutalisimamia. Wafugaji kutoka mikoa ya Manyara na Arusha wameanza kunufaika na matumizi ya nishati safi ikiwamo nishati ya jua na majiko banifu, hatua inayosaidia kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa katika shughuli zao za kila siku. Matumizi hayo yameelezwa kuwa mkombozi wa wafugaji na mazingira kwa kupunguza ukataji wa miti. Matumizi hayo yameelezwa kuwa ukombozi wa wafugaji na mazingira kwa kupunguza ukataji wa miti na kusaidia kukabiliana na athari za mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo ukame unaoathiri maeneo mengi ya wafugaji. Tarajio yetu katika mradi wetu wa Restore, tunatarajia kwamba jamii ambayo tumeshaifikia tayari, kwa maana ya kuweza kuipatia hiyo mitambo ambayo nimeshaisema hapo nyuma, kwanza iweze kuboresha afya zao, kwa maana ule moshi uache kuathiri kule ndani wanakolala. Lakini mbali na hivyo wapunguze ukataji wa miti, kwa sababu yale majiko ambayo tumeweza kuyajengea kule yanatumia kuni kidogo sana. Kwa hiyo watu watapunguza ukataji wa miti. Na sasa tuelekee kimataifa. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaachilia huru wafungwa 15 na kuwakabidhi kwa waasi wa muungano wa M23 katika hatua inayotekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika pande hizo mbili. Wafungwa hao wametolewa katika mji wa Beni unaodhibitiwa na serikali na kusafirishwa kupitia Uganda na kukabidhiwa katika eneo la Rutshuru mashariki mwa Kongo, huku uamsho huo ukiratibiwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Anastasia Gerard. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Kisima cha Uzima TV.